Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Amma baada ya kushukuru Allah na kumtakia nyingi za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpenzi mtazamaji unanifuatilia vipindi vyangu bwana, leo tunaendelea na darasa letu, lakini leo tunataka tuangalie, kama ilivyo kawaida, tumeanza kuangalia mambo ya khilufi katika namna ya kumsaidia mwanadamu. Lakini leo tunataka tuangalie miongoni katika majina ya Allah ambayo yanaweza kumsaidia mwanadamu katika mambo yake, majina ya Allah ambayo yanaweza kumfungua mtu katika vitu vyake. Namna gani mwanadamu anaweza kutumia majina ya Allah katika kutatua shida zake. Na miongoni katika majina ya Allah ambayo leo natamani tuweze kulitumia, na faida hii nataka nikupe wewe ambaye kuweza kujisaidia mwenyewe, ambayo hapa ni kwenda kutumia jina la Allah Al-Wadud. Jina hili Al-Wadud ni jina la Allah tabaraka wa taala ambalo lina faida yake. Allah anatuambia tumuombe kwa majina yake. Kwa nini majina? Kwa sababu yanabeba sifa za Allah, lakini majina yanabeba namna mwanadamu anaweza kufanikiwa kupitia majina ya Allah. Sasa leo nataka tuangalie faida ya majina ya Allah ambayo tutazungumzia Al-Wadud. Jina hili limebeba zaidi mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha ya waja. Jina hili limebeba mapenzi ya Allah katika waja wake. Leo kama watu watalitumia vizuri jina hili la Allah Al-Wadud, maana yake wanaweza wakafanikiwa katika mambo yao kwa sababu ya kupata mapenzi kutokea kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa namna gani tunaweza kutumia jina la Allah Al-Wadud katika kutengeneza mambo ya mwanadamu? Hapa nataka tukupe njia ambazo unaweza kusaidia katika kutengeneza mambo yako kwa kutumia jina la Allah Al-Wadud. Moja katika jambo ambalo unaweza kulitumia Al-Wadud, tunasema ni kwenda kutengeneza mapenzi yaliyopotea kwa kipenzi chako. Ikiwa wewe una mpenzi wako na unaona mapenzi yake yamepotea katika moyo wake kiasi ambacho mmeona hamwezi kuishi kwa amani ndani ya nyumba, migogoro kila kukicha, mambo hayaende, basi kwa kutumia jina la Allah Al-Wadud, maana yake linaweza kwenda kutengeneza na kurejesha mapenzi yaliyopotea kwa mpenzi wako, aidha mume wako ama mke wako, na yakarudi katika nafasi yake. Kitu gani unachotakiwa kufanya katika nafasi hii? Nenda katafute maziwa, nenda katafute maziwa, lakini maziwa haya hakikisha wewe ni maziwa mabichi, yasiwe maziwa yale ambayo tayari yameshachemshwa ama maziwa ya dukani. Hapana, tafuta maziwa mabichi ambayo yamekamuliwa kwa ng'ombe, uyachukue wewe. Kisha tafuta na tende, tafuta na tende. Ukishapata vitu vile hivi, nenda katengeneze juisi, nenda katengeneze juisi. Lakini ile juisi wakati unaitengeneza na kuandaa, basi wakati unaandaa na kuitengeneza juisi ile, tia nia yako, alafu utakuwa unaliita jina la Allah Al-Wadud ama ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Wakati huo ushaikania na tengeneza dawa hii kwa ajili ya kurejesha mapenzi ya mume wangu, kwa ajili ya kurejesha mapenzi ya mke katika maisha yako ya ndoa. Sema na Mwenyezi Mungu, mwambie nia yako, kisha utazungumza jina la Allah Al-Wadud, Al-Wadud, Al-Wadud. Huku unasaga juisi yako, ukimaliza pulizia ile juisi yako ambayo ni atende pamoja na maziwa, puliza, kisha nenda kampe mpenzi wako anywe, iwe ni sehemu ya kitu ambacho umemwandalia, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia mapenzi yatarejea. Jitahidi zoezi hilo ulifanye kila baada ya siku 3, utaona mapenzi yanarejea kwa mpenzi wako na mtakaa katika hali ya kawaida. Lakini pia tunataka kuangalie namna gani unaweza kutumia jina la Allah Al-Wadud kufanya kupendwa na adui wako. Kuna watu wanachukiwa, yani wanachukiwa na watu wao, yani maana yake hizo unakuta jirani, rafiki anakuchukia na wewe hujui sababu nini ya kuchukia, lakini unataka kutengeneza mapenzi baina ya yule ambaye anayekuchukia, ambaye ni rafiki au jamaa, unataka weke mapenzi naye. Basi unachotakiwa kufanya hapa, nenda katafute kitu anachokimiliki, kitu anachokimiliki, kamwazime chochote, aidha sahani, chochote kile ambacho unajua nikimwazima pamoja na nichukia, lakini hiki atanipa, basi nenda kamwazime. Akisha kuazima, akikupa kile kitu, kabla hujamrudishia, wakati unakitumia, ukimaliza tukitumia, kaa kitako, mwite Mwenyezi Mungu kwa jina hilo Al-Wadud, mwite Mwenyezi Mungu kwa jina hilo Al-Wadud mara 79. Mwite Allah Al-Wadud, 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 Al-Wadud mara 79. Ukimaliza kile kitu, mrejeshe yule mtu, mrejeshe kile kitu. Wallahi, uomba siku ya kwanza, fanya zoezi hilo. Omba siku ya pili, ama hata ukikaa baada ya siku 3, azima tena, ama nakaa tena mara 3, azima tena, alafu soma jina hilo Al-Wadud, Al-Wadud mara 79, alafu mrejeshe kile kitu. Wallahi kitu hiko labda asikitumie, lakini kama akikitumia kwa uwezo wa Allah, ukifanya jambo hili kwa yakini ile kwa kubwa,
huyo mtu hata kama alikuwa anakuchukia katika maisha yake ataanza kukupenda na utakuwa rafiki yake katika maisha yenu kwa jina la Allah Al-Wadud. Utakuwa tayari umeshatengeneza mapenzi katika nafsi yake. Lakini pia tunaenda kutumia jina Al-Wadud katika kutengeneza mapenzi kwa watu ambao wanaofanya kazi. Pengine wewe unafanya kazi, wafanyakazi wenzako wanakuchukia, ama pengine unafanya kazi bosi wako anakuchukia, ama inawezekana asikuchukie, lakini unatamani kutengeneza mapenzi na bosi wako, unatamani kutengeneza kupendwa na wafanyakazi wenzako, yale mapenzi ya kikazi, ili unapozungumza kitu wakuelewe. Basi nenda kachukue majina yao hao ambao unatamani kutengeneza mapenzi yao kwa jina la Al-Wadud. Kachukue majina yao, aidha majina ya watu wafanyakazi wenzake pamoja na bosi wako, ama kama unataka kwa jina la bosi wako basi chukua jina lake, alafu kaa kitako. Utafanya zoezi hili ndani ya siku 3 mfululizo, lakini zoezi hili lifanye kila siku baada ya alfajiri. Ukishamaliza swala alfajiri, kueleza moto wako. Ukishakoleza moto, weka kwenye kitezo, tafuta msala wako, kaa kitako ukiwa na uzu, chukua lile jina la yule ambaye unatamani ya kupenda au majina yao, tia nia na uwaite kwa majina yao. Mwambie fulani bin fulani, natangaza mapenzi kwanza leo, unipende, unifikirie, kaza kaza, zungumza maneno hayo. Ukishamaliza, chukua ubani mashtaka uweke kwenye moto. Ukishaweka kwenye moto, ile karatasi majina itilie nia. Utazungumza sasa baada ya nia, Al-Wadud 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 mara 331, Al-Wadud 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 mara 331. Utafanya siku ya kwanza, karatasi utaichukua utahifadhi. Utafanya siku ya pili, karatasi utaichukua utahifadhi. Utafanya siku ya tatu. Ukimaliza siku ya tatu umeshafanya jambo hilo kwa njia ile ya kwanza na kuita Al-Wadud mara 31, ile karatasi ichukue, tafuta kitambaa cheupe, ifunge ile karatasi. Ukishafunga, nenda katafute sehemu kahifadhi, yani ifiche karatasi ile. Baada ya kuifunga, kwa uwezo wa Allah, hao watu hata kama walikuwa hawana mapenzi na wewe, hata kama walikuwa na mapenzi na wewe, watakupenda zaidi kwa kutamka jina hilo la Allah Al-Wadud mara 331, na Allah atafanya mapenzi katika maisha yako na hao wenzako ambao unatamani uwakupende. Kwa hiyo jitahidi fanya haya na inshallah Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi na mambo mengine yataenda. Ni mimi Khalifa Dr. Hussein Ngaokola. Kwa haya machache, namba za simu 0683369917. Afwa minkum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.